Kwingineko, vitengo vya usalama na viongozi wa vijana kaunti ya Mombasa wamewahimiza wahudumu wa bodaboda na wafanyabiashara kushirikiana na polisi ili kukabiliana na mchipuko wa uhalifu wa magenge ya vijana. Wakizungumza eneo la Kongowea sokoni wakati wa warsha ya kuboresha usalama eneo la Nyali, sekta ya bodaboda na wafanyabiashara wadogo wametajwa kama njia muhimu ya kupata habari na kudumisha usalama katika mitaa. Wazazi pia wametakiwa kuchukua majukumu yao kikamilifu baada ya kubainika kuwa wengi wa vijana wanaotekeleza uhalifu ni wenye umri wa miaka 15 hadi 20. Kamanda wa polisi ukanda wa Pwani akisema kuwa mikakati imewekwa ili kukabiliana na magenge hayo. Nyinyi ndio watu wa kwanza mara nyingi ambaye mnaelewa kunaendelea nini. Na tumesikia kumekuwa na incidences kadhaa hapa Kongowea, na si Kongowea peke yake, hata Kazandani tuko na shida ya insecurity. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Na tuko tayari kushirikiana na ofisi zote, kuanzia za kaunti, kuanzia za serikali na ofisi zile zingine zote, ili tuhakikishia kwamba amani iko hapa kwa soko mlangoni na amani iko kwa sekta yetu. Those parents whose children of under 18 who are found in possession of these offensive weapons, pangas, etc., will definitely be charged for the offense of being neglect. If the child is over 18 years and has a parent and etc., the parent will be charged for harboring, comforting, and receiving a criminal who, to his knowledge, has committed an offense.